السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rahmani Rahim. Halifa mtukufu ayyadhahullah taala ibn Aziz anasema sahaba moja wa mtume sallallahu alaihi wasallam aitwaye Hazrat Ukasha Hazrat Ukasha alikuwa katika masahaba maarufu sana. Wakati wa vita ya Badri alipanda juu ya farasi na upanga wake ulivunjika. Kwa kuona hali hii mtume sallallahu alaihi wasallam alimpatia fimbo moja, na fimbo ile ikawa upanga, na alipigana na makafiri kwa kutumia fimbo mpaka Mwenyezi Mungu aliwapatia Waislamu ushindi. Hazrat Ukasha alishiriki katika vita yote pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, na mpaka kifo chake aliendelea kubaki na fimbo ile aliyopewa kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na fimbo ile, upanga ule ulikuwa unaoitwa on. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimbashiria Hazrat Ukasha kwamba wewe utaingia peponi bila kuwa na hisabu yoyote. Wakati wa vita ya Badri mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia maswahaba zake kwamba katika Waarabu mtu ambaye ni mzuri wa kupanda farasi yupo pamoja nasi. Masahaba wakamuuliza, ni nani huyu? Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu ni Ukasha. Hazrat Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia, nilimsikia mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, katika umma wangu kundi moja litaingia peponi, na kundi lile litakuwa watu 70,000 na nyuso zao zitaangaa kama ni mwezi. Hazrat Abu Huraira anasema Hazrat Ukasha bin Mehsen radhiyallahu ta'ala anhu akashika shuka lake na akasema, ewe mtume sallallahu alaihi wasallam, uniombee Mwenyezi Mungu aniingize pamoja na watu hawa 70,000 ambao wataingia peponi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwombea na akamwomba Mungu kwamba amuingize katika pamoja na maswahaba hawa. Kisha mtu mwingine akasimama akasema, ewe mtume sallallahu alaihi wasallam, niombee mimi pia niwe pamoja na hawa maswahaba. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, sabakaka beha Ukasha, yani Ukasha ametangulia juu yako kuhusu hii. Kwa kueleza tukio hili, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib katika kitabu chake ameandika
katika hafla moja mtume sallallahu alaihi wasallam ilielezwa na mtume sallallahu alisema watu 70,000 katika umma wangu wataingia peponi bila hisabu. Yani wao watakuwa imani kiasi hiki kwamba rehema ya Mwenyezi Mungu itakuwa juu yao kiasi hiki kwamba haitakuwa haja ya kufanya hisabu yao. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema hayo pia kwamba nyuso zao siku ya kiyama zitaangaa kama ni mwezi wa siku 14 unaangaa huko mbinguni. Kwa kueleza tukio hili lote anaeleza kwamba Hazrat Ukasha alimuomba mtume sallam amwombee, na mtume sallam alimuomba na alimwombea. Kisha baadaye Hazrat Mirza Bashir Ahmad anaeleza tafsiri yake hivi, maelezo yake hivi. Anaandika kwamba tukio hili linaonekana ni tukio ndogo, lakini ndani yake kuna hazina kubwa sana, kwa sababu kwa kupitia tukio hili tunajua kwamba juu ya umma wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam itakuwa fadhila za Mwenyezi Mungu kiasi hiki na baraka za mtume sallallahu alaihi wasallam zitakuwa kiasi hiki kwamba katika umma wake watu 70,000 watakuwa wa aina hii ambao kwa sababu ya imani yao na kwa sababu ya fadhila za Mwenyezi Mungu siku ya kiyama wataingia peponi bila kuwa na hisabu yoyote. Hazur anasema kwamba 70,000 maana yake inakuwa hii kwamba watu wengi yani wataingia peponi kwa wingi sana. Hivyo ndivyo kutoka katika tukio hili linapatikana mtume sallallahu alaihi wasallam amepata ukaribu na Mwenyezi Mungu kiasi hiki kwamba wakati mtume sallam alipofikiria kuhusu maswahaba zake Mwenyezi Mungu alimfunulia na alisema Ukasha atakuwa mmoja wao. Huenda Ukasha alikuwa si pamoja na wale watu, lakini kwa sababu ya maombi ya mtume sallam yeye alipata bahati hii na baraka hii. Na kitu cha tatu kinachopatikana kutoka katika tukio hili ni kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya adabu ya mtume ya Mwenyezi Mungu kiasi hiki, na yeye alitaka kuboresha hali ya umma wake kiasi hiki kwamba baada ya Ukasha alipomwomba mtume sallallahu alaihi wasallam yeye amuombee, mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuona hali ile ya juu, daraja ya juu ya kiroho, yeye hakumwombea yule mtu, na alifanya hivi. Kwa kufanya hivi mtume sallam aliwakumbusha waaminiwa kwamba waendelee kuboresha ucha Mungu, yani ikiwa wanaendelea kuboresha ucha Mungu wao wanaweza kupata daraja hii. Na jambo la tatu linalopatikana katika tukio hili ni kwamba hulka bora za mtume sallallahu alaihi wasallam zinajulikana kutoka katika tukio hili. Yani mtume sallam hakukataa moja kwa moja kiasi katika hali hii kwamba yule aliyeuliza swali angevunjika moyo, bali mtume sallam alitumia hekima. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma Hadrat Ukasha radhiallahu ta'ala anhu katika vita mbalimbali, na yeye alimteua kuwa amiri wa makundi. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Rabiul Awwal tarehe 6 alimteua Hadrat Ukasha na alimtuma upande wa Bani Asad, na Hazrat Ukasha pamoja na wenzake walikuwa wanakaa karibu, maadui walikuwa wamefika karibu na Madina. Hazrat Ukasha pamoja na wenzake wakafika kule. Walipofika kule ikajulikana kwamba wale maadui kwa kupata taarifa kwamba Waislamu wanakuja walitawanyika. Kwa hiyo kwa kupata taarifa hii Ukasha akarudi Madina,
hakuna vita iliyotokea kule. Hazrat ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia wakati sura an-Nasr iliposhuka juu ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wakati ule mtume sallam alimwambia Bilal atoe azana. Baada ya swala mtume sallam alitoa hutuba. Kwa kusikia hutuba yake watu walilia sana. Kisha mtume sallam akauliza, enyi watu, mimi ni nabii wa aina gani? Watu wakasema, Mwenyezi Mungu akupatie ujira mema, wewe ni nabii mbora wa manabii wote, wewe ni kama baba mpole, na wewe ni sawa na ndugu mpole, wewe ulitufikishia ujumbe wa Mwenyezi Mungu, na kwa kutumia hekima na kwa nasaha nzuri ulituelekeza katika njia iliyonyoka. Basi Mungu akupatie ujira mwema sana ambao anawapatia manabii zake. Kisha mtume sallam akasema, enyi watumishi wa Mwenyezi Mungu, na sema kwa kula kiapo cha Mwenyezi Mungu kwamba ikiwa mimi nimemdhulumu mtu yeyote, basi aje na anaweza kuchukua hisabu yake, lakini hakuna yeyote aliyesimama. Baadaye mtume sallallahu akasema tena maneno yale yale kwamba ikiwa mimi nimemdhulumu mtu yeyote, basi yeye asimame na anaweza kulipiza, na yeye anatakiwa afanye hii kabla ya kiyama. Kwa kusikia hii, mtu mmoja alikuwa mzee, yeye akasimama, jina lake lilikuwa Ukasha. Yeye akaja karibu na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na akasimama mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema, ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ikiwa usingetoa kiapo mara kwa mara, mimi nisingesimama, lakini kwa sababu ya kiapo chako mimi nimesimama. Mimi nilikuwa pamoja nawe katika vita fulani. Wakati wa kurudi, ngamia yangu alikuja karibu na ngamia yako. Mimi nilishuka katika ngamia yangu na nilikuja karibu yako ili nibusu mguu wako, lakini ulinipiga. Mimi sijui kwamba ulinipiga mimi au ulipiga ngamia yangu. Kwa kusikia hii, mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba mimi sikukupiga kwa kuwa na nia ya kukupiga. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Bilal kwamba umwendee Fatima na ulete ile bakora nilikuwa nayo wakati ule. Hadhi Bilal akaenda na akamwambia Fatima radhiallahu ta'ala anha kwamba unipatie bakora ile, fimbo ile mtume sallallahu alikuwa anayo. Na Fatima akasema, baba yangu atafanya nini na bakora hii? Je, siku hii si siku ya haji, si siku ya vita? Kwa kusikia hii, Bilal akasema, ewe Fatima, wewe humjui baba yako vizuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam anawasindikiza watu na yeye anaaga dunia, na yeye anataka watu wachukue hisabu yao. Kwa kusikia hii, Fatima akasema kwamba je, kuna mtu yeyote ambaye atataka yeye achukue hisabu yake kwa mtume sallallahu alaihi wasallam? Kisha Hazrat Fatima akasema, ewe Bilal, umwambie Hasan na Hussein wao waje mbele ya yule mtu kwamba yeye achukue malipo yake kutoka kwake, achukue hisabu yake kutoka kwake, na yeye asichukue hisabu yake kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadhi Bilal akaja miskitini na akampatia mtume sallallahu alaihi wasallam ile bakora. Mtume sallallahu akampatia bakora, akampatia Ukasha bakora ile. Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu na Hazrat Abubakar walipoona nadhara hii, hali hii, wote wakasimama na wakasema, ewe Ukasha, sisi tupo
mbele yako, tumesimama mbele yako, unaweza kuchukua malipo yako kutoka kwetu, hisabu yako kutoka kwetu, na usichukue hisabu yako kutoka kwa mtume saa salam. Kwa kusikia hii mtume saa salam akasema, ewe Abubakar na Umar, jizuieni, Mungu anajua daraja yenu. Kisha baadaye Ali akasimama na akasema, ewe Ukasha, mimi nimekaa na mtume sallallahu alaihi wasallam maisha yangu yote, na mimi sikubali kwamba wewe utachukua hesabu yako kutoka kwa mtume. Basi hapa ni mwili wangu, unaweza kuchukua hesabu yako kutoka kwangu, unaweza kunipiga mimi hata mara 100, lakini usichukue malipo yako, hesabu yako kutoka kwa mtume. Kwa kusikia hii mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Ali, ewe Ali, kaa, Mungu anajua nia yako na daraja yako. Baadaye Hazrat Hasan na Husain wote wakasimama na wakasema, ewe Ukasha, sisi ni wajukuu wa mtume sallallahu alaihi wasallam, unaweza kuchukua hisabu yako kutoka kwetu. Yeye mtume sallallahu alaihi akawaambia wale wote kwamba, wapendwa wangu, mukae. Baadaye mtume sallallahu alaihi akamwambia Ukasha, unipige. Hazrat Ukasha akasema, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wakati uliponipiga nilikuwa sina kanzu katika tumbo langu. Kwa kusikia hii mtume sallallahu alaihi wasallam akachukua kanzu yake kutoka katika tumbo lake. Kwa kusikia hii waislamu wote walikuwa pale wakaanza kulia na wakasema, je, Ukasha atampiga mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuchukua hesabu yake? Hadrat Ukasha radhiyallahu ta'ala anhu alipoona nuru ya mwili wa mtume sallallahu alaihi wasallam akaja mbele na akaanza kubusu mwili wa mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nani anaweza kukupiga? Nani anaweza kufanya ujasiri wa kukupiga na kuchukua malipo kutoka kwako? Hazur akasema, wewe unataka kuchukua hisabu yako, unataka kunisamehe? Hazrat Ukasha anasema, ewe mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi nimekusamehe kwa tegemeo hili kwamba Mwenyezi Mungu atanisamehe siku ya Kiyama. Kwa kusikia hii mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwa kuwahutubia kwamba yeyote ambaye anataka kuona mwenzangu huko peponi, basi amuone huyu mzee, yani Hazrat Ukasha. Basi waislamu wote wakainuka na wakaanza kubusu Hazrat Ukasha na wakaanza kumpongeza kwamba wewe umepata daraja kubwa sana ya kuwa pamoja na mtume sallallahu alaihi huko peponi. Hii ilikuwa makamu na daraja ya Hazrat Ukasha radhiyallahu ta'ala anhu. Hazrat Ukasha kwa kupata nafasi nzuri ya kubusu mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye aliona kwamba ni nafasi nzuri kwamba ya kubusu mwili wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi yeye alichukua nafasi hii. Katika uhalifa wa Hazrat Abubakar radhiyallahu ta'ala anhu pamoja na Hazrat Khalid bin Walid, Hazrat Ukasha alienda kupigana na wale watu walioritadi. Isa bin Umayla anasimulia kwa kupitia baba yake kwamba Hazrat Khalid bin Walid alipokuwa akiondoka, alipokuwa akisikia adhana alikuwa hashambulii, alipokuwa hasikia adhana alikuwa akiwashambulia wale walioritadi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma Hazrat Ukasha na mtu mwingine upande wa maadui fulani ili walete taarifa ya kule. Wote wawili wakaenda juu ya farasi. Jina la farasi ya Hazrat Ukasha ilikuwa Radham. Hawa wote wawili waliotumwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam walikutana na Tuleha na ndugu yake ambao walikuja kufanya jasusi ya Waislamu. Hazrat Ukasha na Hazrat Salama wote wawili walipambana na hawa ndugu wawili, na hawa waliwaua hawa wote wawili waliokuja kufanya jasusi ya Waislamu. Abu Waqid Lesi anaeleza, tulikuwa tukienda mbele ya watu 200 waliokwenda, na tukio hili lilipotokea ilikuwa tarehe 12 ya Rabiul Awwal.
yani hivi hadrat ukasha aliuawa. hadrat khaja bin zaid alikuwa sahaba mwingine wa mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa katika familia ya khizraj. binti wa kharja habiba bint kharja alikuwa mke wa hazrat abubakar radhiyallahu ta'ala anhu. kutoka kwake umme kulsum alikuwa binti wa abubakar alizaliwa. mtume saa salam alifanya dugu katika kharja na katika abubakar, na huyu sahaba alikuwa miongoni wa masahaba wakubwa na alifanya bayat wakati wa bayat ya ukba. baada ya uhamisho hazrat abubakar alikaa katika nyumba ya hazrat kharja. alishiriki katika vita ya badri na vile vile katika vita ya uhud alishiriki na alipigana na makafiri na aliuawa kule na alipata majiraha zaidi ya 13. alikuwa na majiraha makali sana. karibu naye Sufwan bin Umayya akapita, yeye akamtambua na akamshambulia na akamuua, kisha akakata viungo vya mwili wake na akasema, huyu ni miongoni mwa wale watu ambaye alimua baba yangu, yani Umayya bin Khalf. sasa mimi nimepata nafasi kwamba mimi ni waue watu wazuri wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. hadrat kharja na hadrat saad bin rabi ambao walikuwa shemeji, wote wawili walizikwa katika kaburi moja. kuna riwaya ingine kwamba siku ya Uhud hadrat Ubas bin Ubada katika sauti ya juu alikuwa anasema, enyi kundi la Waislamu, muendelee kuungana na nabii na Mungu wenu. shida muliopata hii ni kwa sababu ya kumwasi nabii wenu. alikuwa anawaita kwa ajili ya msaada, lakini hamkusubiri. kisha Abbas bin Ubada akavua ile ngao yake na akamuuliza Hazrat Khaja, je, unataka kitu chochote? akasema, hapana, mimi sina tamaa yoyote, bali mimi nina matamanio moja tu kama wewe. kisha wakaanza kupigana na makafiri. wakasema, ikiwa mtume saa salama anajuruhiwa katika hali hii, tutasema nini mbele ya Mwenyezi Mungu? Hadrat Kharja alikuwa anasema kwamba hatutakuwa udhuru wote mbele ya Mwenyezi Mungu. Hadrat Abbas bin Ubada aliuawa. Hadrat Khaja bin Zaid pia alipata majiraha zaidi ya 10. kwa sababu hii alifariki siku ya vita ya Uhud. Hadrat Malik bin Doshim alikipita karibu na Hadrat Kharja. wakati ule Hadrat Kharja alikuwa na majiraha kubwa sana, alikuwa na majiraha zaidi ya 13. Hadrat Malik akamwambia, je, hujui mtume sallallahu alaihi wasallam amekwisha uwawa? Hadrat Kharja akasema, ikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam ameuawa, bila shaka Mwenyezi Mungu yupo hai, yeye hata kufa. mtume sallallahu alaihi wasallam amefikisha ujumbe, nyinyi pia mupigane kwa ajili ya dini yenu. Hadrat Kharja alikuwa na watoto wawili. mmoja alikuwa Zaid bin Kharja aliyefariki katika wakati wa Hazrat Usman. Hadrat Habib bin Kharja alikuwa binti yake aliyeolewa na Hazrat Abubakar Siddiq. wakati Hazrat Abubakar Siddiq alipofariki, wakati ule mke wake alikuwa mjamzito. Hazrat Abubakar alisema, mimi nategemea atazaa binti. kwa hiyo baadaye alizaa binti. kisha sahaba mwingine wa mtume sallallahu alaihi wasallam anaitwa Ziyad bin Labid. mama yake alikuwa anaitwa Amra. Hadrat Ziyad alikuwa na mtoto mmoja aitwaye Abdullah. yeye pamoja na maswahaba 70 alikuja na akasilimu.
baada ya kusilimu aliporudi Madina akavunja masanamu ya kabila lake litwalo Beaza. Kisha alienda Maka na alikaa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam alihamia Madina. Yeye pia pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam alihamia Madina. Kwa hiyo Hazrat Ziyad alikuwa anaitwa Muhajir Ansari, yani yeye alihama, kisha yeye alikuwa mwenyeji wa Madina. Kisha Ziyad katika Badr, Uhud na Khandaq na katika vita mingine alishiriki pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohamia Madina, alipopita karibu na mto wa Banu Beaza, Hazrat Ziyad akasema ahlan wa sahlan, na akatoa nyumba yake kwa ajili ya kukaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema muache ngamia yangu, yeye atakaa mwenyewe. Muharram tarehe 9 Mtume sallallahu alaihi wasallam alituma watu kwa ajili ya kukusanya sadaka. Hazrat Ziyad alituma upande wa Hadramaut ili yeye akusanye sadaka, mpaka wakati wa Umar aliendelea kufanya kazi hii. Baadaye alianza kukaa Kufa, na katika hijiria 41 yeye alifariki pale pale. Wakati wa Hazrat Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, wakati watu waliporitadi na watu walikataa kutoa zaka, Ashish bin Qais pia aliritadi. Hazrat Ziyad aliteuliwa ili yeye amuue. Wakati yeye alipomshambulia, yeye akajificha katika ngome, na Hazrat Ziyad aliendelea kukaa pale mpaka yeye alichoka, na akatuma ujumbe kwamba munipatie amani mimi na watu 9, basi mimi nitafungua mlango. Hazrat Ziyad akasema lete ahadi, mimi nitapiga muhuri juu yake. Baadaye yule mtu akafungua mlango. Baadaye ahadi ilipoangaliwa, majina ya watu 9 yalikuwepo pale, lakini Ashas hakuandika jina lake. Kwa hiyo yeye alipelekwa Madina pamoja na wafungwa wengine. Kisha alikuwa sahaba mwingine wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa anaitwa Hazrat Mu'adh bin Ubaid. Alikuwa hana mtoto. Jamaa yake moja akawa mrithi wake. Huyu sahaba alishiriki katika Badri na Uhud, na yeye aliuawa. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib radhiyallahu ta'ala anhu anaandika kwa siku ambamo Waislamu waliuawa, siku zile zilikuwa zenye hatari, na Mtume sasema alikuwa anapata taarifa ya hatari, lakini Mtume sasema alikuwa na hatari sana kutoka kwa Quraysh ambao walikuwa wamepata ujasiri sana baada ya vita ya Uhud. Kwa kuona hali hii ya hatari, alitayarisha maswahaba zake 10 na alimteua Asim bin Sabit kuwa amiri, na Mtume sallam akawaambia waende kwa kujificha na walete taarifa ya Makureshi, lakini masahaba bado walikuwa hawajaondoka. Watu wa makabila fulani walimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakasema kwamba katika makabila yetu wapo watu wengi ambao wanataka kusilimu, kwa hiyo utume watu kadhaa ambao watakao tuhubiri na sisi tutasilimu. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuona matamanio yao na hamu yao hii, wale masahaba 10 ambao walitayarishwa kwa ajili ya kutuma kule upande wa Quraishi, Mtume sasa aliwatuma upande wa wale makabila, lakini baadaye ikajulikana wale watu walikuwa waongo na walikuja Madina kwa sababu ya kuchochea mtu fulani.
yeye alifanya njama hii ili waislamu watoke katika Madina ili wao washambulie. Na Banu Lehan ambao walichochea waliwapatia zawadi kubwa sana. Wakati masahaba walipofika karibu na sehemu yao, wao wakatuma habari kwa Banu Lehan kwamba hawa waislamu wanakuja, kwa hiyo muje. Kwa hiyo watu 200 wale wakaja kwa ajili ya kuwashambulia wale waislamu. Na sehemu ya Rajii ni mahali ambapo walikutana na hawa waislamu 10. Sasa watu 10 waliwezaje kupambana na watu 200? Lakini waislamu hawakuambiwa kwamba hali ya aina hii inapatikana, wao wasikae bure tu, bali wapigane na wale maadui. Kwa hiyo masahaba hao wakapanda juu ya mlima na wakawa tayari kupigana na makafiri. Makafiri wakawaita kwamba muje chini, sisi tunawaahidi kwamba sisi hatutawaua. Hazrat Asim akasema kwamba sisi hatujali kuhusu ahadi yenu, sisi hatuwezi kuja chini kwa sababu ya ahadi yenu. Kisha akasema kwa kuangalia upande wa mbingu, e Mola wetu, unaona hali yetu, umaarifu mtume wako kuhusu hali yetu hii. Hazrat Asim na wenzake wakapambana na wakapigana na wale makafiri. Katika hali wote waliuawa. Wakati sahaba 7 walipouawa, Khubayb, Adi na Dasana na 7 mingine walipobaki ambao bado walikuwa hawajauawa, makafiri walitaka kuwakamata katika hali ya hai. Wao wakawaita tena na wakasema, sisi tunawaahidini kwamba hatutawadhuru. Na kwa kusikia ahadi hii, waislamu wakashuka chini katika mlinga ule. Waislamu wale 3 waliposhuka chini, wale makafiri wakawashambulia. Na hivi Hadrat Khubayb na sahaba mwingine Hadrat Abdullah na mwenzake wengine wote 3 wakasema kwamba nyinyi umevunja ahadi yenu, kwa hiyo mimi hatutaenda pamoja nanyi. Kwa hiyo wao wakamchukua Hadrat Abdullah na wakaamua njiani. Wale maadui kwa sababu walishachukua hisabu yao, kwa hiyo wakamchukua Hadrat Khubayb na sahaba mwingine na wakawauza kule Maka. Hadrat Khubayb alinunuliwa na Haris kwa sababu, na Zaid alinunuliwa na Umayya bin Khalf. Hawa wawili pia baadaye waliuawa. Kisha kuna sahaba mwingine aitwaye Khalid bin Bukair, alikuwa sahaba aliyeshiriki vita ya Badri. Hadrat Khalid bin Bukair na wenzake wengine walisilimu katika Dari Arkam, na hawa ndugu wote 4 walikuwa watu waliotangulia kusilimu katika Dari Arkam. Mtume sallallahu alaihi wa sallam alifanya ndugu katika Zaid bin Dasna na Khalid bin Bukair. Alishiriki katika vita Badri na Uhud, na katika tukio la Raji aliuawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya vita ya Badri alituma watu kadhaa. Khalid bin Bukair alikuwa pamoja nao. Katika umri wa miaka 34 katika tukio la Raji alipigana na makafiri, makabila mawili ya makafiri kule, aliuawa. Ibn Ishaq anasema wakati kabila Azal na Ukara walipochukua masahaba hawa 10,
na Reji ni karibu na Hijaz. Wale watu waliochukua masahaba 10 wakawadanganya na wakafanya njama na wakawachochea watu wa Huzail dhidi ya hawa masahaba. Hazrat Khalid aliona watu wanakuja upande zote kwa kushika upanga, kwa hiyo yeye pia akawa tayari kupigana nao. Wale makafiri wakasema, hatutawaua bali sisi tunataka tuwakamateni, ni tuwapelekeni huko Maka na sisi tutachukua malipo yake kutoka kwao. Hazrat Marsad bin Abi Harsad radhiyallahu ta'ala anhu, Asim bin Sabat na Khalid bin Bukair, wote watatu wakasema, wallahi sisi hatukubali ahadi yenu, na hatimaye walipigana nao kiasi hiki kwamba waliuawa. Hazrat Hassan bin Sabit kuhusu hawa masahaba amesema katika shairi lake, ala laitani fi shahidtu, maana ya shairi hili ni kwamba lao ningekuwa pamoja na hawa masahaba waliouawa wakati katika tukio la Raji, nitawasaidia hawa wote. Hawa walikuwa wale watu ambao kwa ajili ya kulinda dini, kwa ajili ya kulinda imani yao walijitolea na walipata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Hadha Masih Maud alayhi salatu wasalam anasema, tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye anafanya ihsani na anaondoa huzuni. Tunamsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tunawasalimia maswahaba zake ambao walikimbilia chemchem chenye baraka, na wao walipata elimu, nuru ya elimu. Kisha anasema kuhusu maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam, walikuwa simba wa uwanja wa mchana na walikuwa wakifanya ibada usiku, na walikuwa nyota wa dini. Yani maswahaba walikuwa wakifanya ibada usiku na vile vile wao ni nyota wa dini, na ridhaa ya Mwenyezi Mungu ipo pamoja nao. Mwenyezi Mungu atujalie sisi tuweze kuboresha elimu yetu na imani yetu, na vile vile tuweze kuboresha ibada yetu ya usiku. Amin. Baada ya Ijumaa nitaswalisha jeneza moja ghaibu ambayo ni ya Bana Ismail Malagala Saheb ambaye alikuwa mwalimu wa Uganda. Tarehe 25 Mai, kabla ya swala ya Ijumaa, alipata mshtuko wa moyo, na kwa sababu ya hii katika umri wa miaka 64 amefariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ismail Malagala Saheb 1954 katika Uganda alizaliwa. Baba na mama wote walikuwa Wakristo, kwa hiyo yeye pia alikuwa Mkristo kwa kuzaliwa. Malagala Saheb alikuwa jamaa wa mwanajumuiya moja, kwa hiyo alikuwa akija nyumbani kwake kwa kumpitia Bana Haji Shoaib, alikuwa mwanajumuiya. Kwa kumpitia yeye alitaka kujua zaidi kuhusu jumuiya, kwa hiyo aliendelea kufanya mahubiri. Polepole Malagala Saheb akapata athari ya Islam. Hatimaye 1978 akasilimu na akafanya bayat. Wakati aliposilimu, Haji Shoaib akamwambia bin Shoaib Nasira Saheb kwamba tangu utoto wangu nilikuwa na hamu kwamba mimi niwe padri, lakini sasa kwa sababu mimi nimesilimu, je, naweza kutoa huduma katika Islam? Kwa kusikia hii aliambiwa kwamba unaweza kutoa wakfu maisha yako. Wakati ule Muhammad Ali Kare Saheb ambaye siku hizi ni Amir Jamaat wa Uganda
alirudi kutoka Pakistan kwa kuhitimu masomo yake. Kwa hiyo yeye Malagala Saheb na khudam watano wengine walitumwa Pakistan. Malagala Saheb alijiunga na chuo na 1988 Malagala Saheb alimaliza masomo yake. Sayyid Mir Mahmud Nasr Saheb alikuwa principal wa Jamia Ahmadiyya. Yeye ameandika katika maoni yake kwamba yeye si mtaalamu wa hali ya juu, lakini ni mtiifu wa hali ya juu. Yeye mnyenyekevu na mwenye mtu wa kufanya ibada. Alikuwa akiwaomba wazee wafanye dua kwa ajili yake. Marehemu alipata elimu, taalim, mafundisho katika Jamia Ahmadiyya, na wakati 1984 halifa wanne alipohama kutoka Pakistan, wakati ule Malagala Saheb pia alikuwa akijitolea katika kazi ya ulinzi. Mbashar ya Saheb ambaye ni principal wa Jamia Ahmadiyya anaandika kwamba tulikuwa pamoja Jamia Ahmadiyya. Alikuwa mtu mwema sana, mtu mnyenyekevu. Alikuwa miongoni wa wale wanafunzi ambao wanakuwa na shauku sana ya kufanya ibada, na sifa yake maalum ilikuwa utii. Niliwahi kuwa zaim na vile vile kiongozi katika hostel. Kwa hiyo nilimshuhudia kwamba alikuwa mtiifu wa hali ya juu. Alikuwa akicheza mpira na alikuwa mchezaji mzuri sana. Baada ya kuhitimu masomo ya Jamia Ahmadiyya alipangiwa chuo katika Uganda, na kule katika jamaata mbalimbali alitoa huduma zake. Alienda Pakistan pamoja na wanajumuiya wawili kutoka Uganda, na kule walifanya kazi katika tafsiri ya Qur'ani tukufu. Hazur anasema labda alipokuwa mwanafunzi wakati labda alikuwa dhaifu katika elimu, lakini baadaye alipata elimu sana, aliongeza elimu yake sana. Marehemu alikuwa na shauku sana ya mahubiri. Kwa sababu ya mahubiri yake watu wengi waliingia katika jamaat. Kwa kutumia baiskeli alikuwa akienda maeneo mbalimbali kwa ajili ya mahubiri. Siku moja alienda kwa ajili ya mahubiri na baadaye mke wake akafariki, na kuliko hakuna njia ya kuwasiliana. Wakati aliporudi katika safari yake ya mahubiri, yeye akapata taarifa kwamba mke wake amefariki, hata yeye ameshazikwa. Marehemu kwa unyenyekevu alitoa huduma katika dini. Alikuwa mpole, mwenye huruma na mpole sana. Alikuwa akiwasaidia watu wanyonge na maskini, na alikuwa akipenda sana uhalifa, na alikuwa akifuata amri zote za halifa. Hazur anasema Waafrika kwa kawaida nimeona kwamba wao wamenyega mahusiano mazuri na uhalifa. Amir Sahib Uganda Muhammad Ali Kaire Sahib anaandika marehemu alikuwa mbashiri mfano kwa ajili ya wengine, mwenye kufanya mahubiri sana na mwenye kutoa huduma sana katika dini. Alipata matatizo mengi, mateso mengi, lakini hakuleta malalamiko, bali aliendelea kufanya kazi ya dini. Mke wake wa kwanza alipofariki akaoa tena, na baadaye alioa mke wa tatu. Mke wake moja anaandika, mimi nilimkuta marehemu kwamba ni mpole, mwenye kutupenda sana, na nilimkuta yeye ana utulivu, na nilimkuta yeye anamshukuru Mwenyezi Mungu kila wakati. Binti yake marehemu anasema baba yetu alikuwa mpole sana na mwenye huruma sana. Alikuwa akitimiza mahitaji yetu yote, na alikuwa akitusihi tutangulize dini juu ya dunia. Marehemu ameacha nyuma yake wake wawili na watoto 9. Mwenyezi Mungu amweke peponi marehemu na amrehemu, na Mwenyezi Mungu awajalie watoto wake waendelee kuungana na nidhamu ya jumuiya. Amin.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.